Mchambuzi. Nini mimi naingia chooni? Zuchu kaposti. Zuchu ameposti? No. Bas. Nimekwisha. Kosa. Ase, nimesikiliza na kutazama video mpya ya Zuchu. Kiukweli Zuchu hana kipaji chochote. Kipaji cha muziki wa Zuchu kimeshuka na Zuchu sio msanii tena wa kumtegemea Tanzania. Jamani, hajaposti video ya nyimbo. Ameposti nini? Ungeuliza basi. Ameposti picha. 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 Tunaruka nazo hizo picha. Leo kazi ipo. Nimeangalia picha alizoposti Zuchu, nimegundua mimba ya Zuchu sasa anaweza akapata watoto mapacha. Na hivi ningemshauri tu Diamond aache kumshughulisha Zuchu kwenye mambo ya muziki. Na Zuchu apunguze kuvaa masweta kwani mimba yake inaonekana. Kwanza hajajiposti yeye. Amekuposti wewe. Ameposti nini? Na ameandika kwamba wewe ni mchambuzi mzuri na amekufollow. Amenifollow? Amekufollow. Zuchu, asante sana mama yangu. Asante sana kwa kunifollow Zuchu. Asante kwa kunipa heshima. Wewe umefanya onekane mimi ndo mchambuzi bora Tanzania. Kuanzia leo na kuahidi. Kwanza naenda ku screenshot na print t-shirt. Naenda ku screenshot na tengeneza picha mbao. Zuchu, naombeni nafasi ya Baba Levo hapo Wasafi. Mimi sitaichezea. Kuanzia leo mimi ni msemaji wenu. Ni msemaji wa Wasafi. Mama. Amedelete post. Dubai. Amedelete post. Afa amekuwa unfollow. Kani unfollow? Amekuwa unfollow. Leo kazi ipo. Zuchu. I say kiwango kimeshuka. Zuchu kwanza anaandikiwa. Ukisikiliza hata nyimbo hizi 3 za mwisho zilizotoka, ameandikiwa na D-Voice. Ni wazi. Sasa ndugu yangu, mbona ueleweki? Unamsifia, unamponda, uko upande gani? Hata sielewi. Baada ya kuitazama video hii, kuna jambo moja ambalo limejitokeza wazi. Wachambuzi wengi wa muziki siku hizi wanaonekana kuacha uchambuzi wa kazi za wasanii na badala yake kujikita zaidi kwenye kuibua mijadala na mabishano ili kupata attention kutoka kwa mashabiki. Mara nyingi utaona wimbo umetoka, lakini badala ya kuzungumzia ubora wake, ujumbe wake au mchango wake kwenye tasnia, mjadala mkubwa unahamia kwenye upande wa nani anampita nani au nani amemkosea nani. Hata hivyo, si wachambuzi wote wako hivyo. Wapo ambao bado wanafanya kazi yao kwa weledi na kutoa maoni yenye kujenga kwa wasanii na mashabiki. Kikubwa ni kwa watazamaji kujifunza kuchambua maoni wanayosikia na kutofautisha kati ya uchambuzi wa kweli na maudhui yanayotengenezwa kwa ajili ya kutafuta umaarufu. Wewe unaonaje? Je, wachambuzi wa muziki wanasaidia kukuza tasnia au wamegeuka sehemu ya migogoro ya wasanii? Andika maoni yako kwenye comment section. Usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye channel na kuwasha kengele ya notifications ili usipitwe na habari na mijadala mingine mikubwa ya muziki. Asante kwa kutazama.